Hello, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakukaribisha tuendelee na haya masomo ya maombi ya vita ama kupigana vita vya kiroho, kwa sababu maisha ndivyo yalivyo. Na kukaribisha ili na wewe ujiunge, uwe sehemu ya timu kubwa ya kujiandaa na kukabiliana na uovu, kukabiliana na uharibifu, kukabiliana na fujo za adui, kukabiliana na mauti ya mapema ya maisha ya mtu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, pokea sifa kwa sababu ya zawadi nzuri ya siku ya leo. Pasipo wewe sisi hatuwezi kufanya chochote juu ya siku. Ni wewe umetupa siku, ni wewe umetubariki na umetupa neema ya kuishi tena siku ya leo. Naomba somo hili likawe la faida na manufaa kwa watu wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Tunaendelea leo, tunakabiliana na uovu. Tunakabiliana vita dhidi ya uovu. Vita dhidi ya uovu. Tutatembea na kisa cha Naboth. Kisa cha Naboth. Huyu Naboth ni nani? Wafalme wa kwanza sura ya 21 mstari wa kwanza hadi wa 14. Hapa kuna habari ya mfalme anaitwa Ahabu. Mfalme huyu Ahabu alikuwa anatawala taifa la Israeli, na alikuwa na mkewe anaitwa Yezebel. Huyu mfalme aliliona shamba, akalitamani, akaona hili shamba linamfaa yeye, alimiliki, alime bustani. Lilikuwa karibu na ikulu, lakini halikuwa lake, lilikuwa linamilikiwa na mtu anaitwa Naboth. Naboth alikuwa mcha Mungu kabisa kabisa, na mfalme naye alikuwa na hali ya ukengeufu, hali ya kuto kumcha Mungu. Kwa hiyo jambo hilo likaanzisha safari ambayo iliishia pabaya, maana iliishia kuuawa Naboth ili mfalme tu amiliki shamba. Kwa hiyo tunagundua kwamba katika hizi safari ya maisha, katika utumishi, katika biashara, katika kutembea, mambo yanatokea, na wenzetu upande wa adui wanakusudia kuua. Nia yao ni kuua. Biblia inasema katika Zaburi ya 37 mstari wa 12, mtu mwovu humvizia mwenye haki akitafuta kumfisha, akitafuta kumuua, humvizia na kumlenga kwa upinde na kumlenga kwa uta na kutafuta kumpiga kwa siri. Kwa hiyo kuna mambo mengi yanafanyika chini ya kapeti, lakini lengo unastukia tu mtu amekufa, mtu anazikwa, mtu amepotea, kwa sababu kuna mipango inafanyika. Mstari wa 5 wa Wafalme wa kwanza sura ya 21, nianzie mstari wa 5 kwa sababu nimesha kuelezea hicho kisa cha ajabu, kisa cha kupoteza mali yako ya halali, kisa cha kupoteza uhai kwa sababu tu umetetea mali yako ya halali. Umetetea hiyo mali isichukuliwe na mtu mwingine. Umeitetea kwa haki kabisa, lakini inaishia kwenye mauti ili uondoke, wao watawale. Nasema mstari wa 3 ndio Naboth anatoa jibu kwa mfalme. Baada ya mfalme kuomba achukue shamba, anunue, alikuwa na option mbili. Ya kwanza kununua, ya pili kumbadilishia shamba lingine. Naboth akamwambia Ahabu, Bwana apishe mbali nikupe wewe
urithi wa baba zangu? Basi Ahabu akaenda nyumbani kwake ana moyo mzito, tena amekasirika kwa sababu ya neno lile aliloambiwa na Nabothi Myezreeli, akisema sitakupa urithi wa baba zangu. Akajilaza kitandani pake, akageuza uso wake, akakataa kula. Hii kuzira chakula, kukataa kula, ndio ilibua jambo jipya, ikamuingiza mtu kwenye mgogoro ambaye hakuhusika na mgogoro huu, lakini akasimama kama mtetezi wa haki za Ahabu, hata kama hizo si haki, lakini ni dhuluma. Mstari wa 5, lakini Yezebeli mkewe akamwendea akamwambia, kwa nini roho yako ina huzuni hata usile chakula? Akamwambia, kwa sababu nimesema na Nabothi Myezreeli, nikamwambia unipe shamba lako la mizabibu kwa fedha, au ukipenda nitakupa shamba la mizabibu lingine badala yake. Huyu Nabothi akajibu, sitakupa shamba langu la mizabibu. Mstari wa 7, Yezebeli mkewe akamwambia, je, sasa wewe unaumiliki ufalme wa Israeli? Anamuuliza, wewe bado ni mfalme? Hivi haujui nafasi yako kama mfalme? Haujui kwamba unaweza kumiliki tu chochote, hata kama kinamilikiwa na mtu, unaweza kumiliki? Yaani anamkumbusha kwamba anazo nguvu nyingi sana, ana mamlaka makubwa sana, anaweza kufanya mambo makubwa, anaweza kufanya chochote na hakuna mtu wa kumhoji. Huyu mama anasahau kitu kimoja: Mungu anaangalia, Mungu anaona, na Mungu atashughulika naye hata kama yeye ni mfalme. Kwa hiyo hilo alisahau. Mstari wa 8 sasa. Basi mstari wa 7 sijamaliza. Huyu mshauri akamwambia, ondoka ule chakula, moyo wako ufurahi. Mimi nitakupa shamba la mizabibu la Nabothi Myezreeli. Mstari wa 8. Basi akaandika nyaraka kwa jina la Ahabu, akazitia muhuri yake, akazipeleka zile nyaraka kwa wazee na kwa watu wenye nguvu waliokuwa katika mji wake, waliokaa pamoja na Nabothi. Jambo limeanza. Huyu mama kesho yake alitekeleza maamuzi yake, alitekeleza ushauri wake.